ndugu mtazamaji kwenye TV yetu pendwa kabisa, TV ya ZH ambayo inakujilia mubashara kabisa katika chaneli yako ya YouTube. Na leo tuko na Ori hapa, mshabiki wa Young African ambaye atakeza kutujuza mengi katika masuala ya soka katika michezo ya Afrika Mashariki na Kati. Na leo Ori, karibu katika TV ya ZH. Asante sana bwana mtangazaji. Karibu sana. Leo tunashukuru tuna timu zetu mbili ndio anapeperusha bendera yetu ya Tanzania. Ndio. Azam ipo Zanzibar, Yanga ipo kule Algeria. Sasa tabidi sisi kwa dakika 90 na anaishi wanacheza muda mmoja wote, saa moja usiku wote tukae kwenye vingamuzi vetu tuangalie mpira yetu. Ndio hapo ni kustopishe kama Ori alivyosema kwamba tukae kwenye vingamuzi vyetu. Wewe mtazamaji ambao unatazama kwa sasa, kama hujalipia kingamuzi fanya ulipie kwa sasa ambavyo tunavyozungumza, ili kuweka mambo mubashara kabisa kutizama mbungi ya Azam na Young African. Je, vipi Young African katika siku ya leo anaanza kaja na mchezo gani? Ni mwalimu napo mtazamo wake na kilichosawishwa na kwenye uwanja wa mazoezi, ndio leo naweza akaja na approach yake yeye mwenyewe mchezo wake kwa siku ya leo. Na sisi tunaombea ushindi. Sisi hapo tupo Tanzania, lakini tutashabikia na tunapenda timu yetu ipate ushindi. Kwa mfano mechi iliyopita tumeshinda 1-0. Ni kweli ni uhaba wa magoli kule kwenye timu yetu. Kutegemea kwamba mlionyesha performance nzuri, lakini magoli ufanisi wake ulikuwa ni mbovu. Na je, katika hiyo sekta ya magoli unashauri nini katika kuelekea mchezo wa leo? Kwa mchezo wa leo natarajia mwalimu utakuwa kuna vitu umeona kwenye uwanja wa mazoezi, kwa itabidi leo atakuja na approach yake yeye mwenyewe, kwa sababu leo ipo ugenini, lazima aheshimu wapinzani. Kwa siku ya leo itabidi aheshimu kama timu mwenyeji. Ni mtazamo wake, ataangalia kama vipi, kwa sababu AS Kabila imetoka kule Misri kupiga na 8 na Ahali wameenda kupiga akachezea chuma 4-1, na wao wenyewe wapo kinyonge sana. Anaweza wanakuwa na pressure. Kwa hiyo Yanga wanaweza kupata advantage kubwa kuweza kushindikiza ile pressure yao ili kuweza kuruhusu magoli nao pia. Ni approach ya mchezaji na ni approach ya kocha, kwa sababu AS Kabila yupo nyumbani. Alafu cha pili